Ugumba ni moja ya changamoto ambayo inawasumbua wanandoa wengi sana duniani, na wengi hawajui jinsi gani ambavyo wanaweza kudhibiti changamoto hii na wakaweza kupata watoto na kuendelea na maisha yao. Katika siku ya leo, kwa ufupi, nitakuletea hatua 4 muhimu ambazo unapaswa kupitia ili uweze kudhibiti kikamilifu changamoto ya ugumba na uweze kuendelea na maisha yako kama watu wengine. Kutoka nami Daktari Lenny Komba nitakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Hatua ya kwanza kudhibiti tatizo la ugumba ni kutambua chanzo cha tatizo ambalo linakukabili. Tambua huo ugumba umetokana na nini. Hiyo hali ya kutopata mtoto imetokana na nini. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo itakupasa kufanya vipimo vifuatavyo. Kwanza, kupima kipimo cha homoni, lakini pia kufanya uchunguzi wa mbegu za kiume kwa mwanaume, lakini pia kufanya uchunguzi wa mfumo wa uzazi wa mwanamke. Lakini pia tutaangalia kama kuna changamoto ya uvimbe katika mfuko wa kizazi, lakini pia tutaangalia kama kuna changamoto ya magonjwa ya ovary, mfano polycystic ovarian syndrome au magonjwa mengine mfano endometriosis. Lakini pia tutapima kwa kina magonjwa ya zinaa, kuangalia kama una historia ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kupelekea au yakachangia wewe au wenza kukosa mtoto. Tunashauri hatua ya kwanza ni kufanya vipimo ili kutambua, ili kubaini chanzo cha tatizo. Huwa tunasema kwamba unapoenda vitani, hakikisha kwamba unafahamu adui yako vizuri ili uweze kupambana naye. Kiuhalisia huwezi kupambana na adui ambaye kumfahamu. Hivyo tunasisitiza sana, kwanza hakikisha unatambua chanzo cha tatizo. Usianze kutumia dawa bila kujua nini kinakusumbua, kinasababisha usipate mtoto. Hatua ya pili ambayo utapaswa kuifanya ni kuboresha mfumo wa maisha. Mfumo wa maisha wa kila siku umekuwa ukiathiri mfumo wa uzazi na upatikanaji wa mtoto au utungaji wa mimba. Tunashauri kwanza, hakikisha unatumia au unapata lishe bora, lishe yenye virutubisho muhimu kama calcium, folic acid na madini ya chuma. Hivi vitakusaidia, vitaweka wanandoa katika hali nzuri ya kushika mimba na kupata mtoto. Usitumie lishe ambayo ina sukari nyingi au na vilevi vikali pamoja na pombe kali. Jambo la pili, katika kuboresha mfumo wa maisha, tunashauri uwe unafanya mazoezi. Jitahidi wanandoa muwe na ratiba ya kufanya mazoezi, ikiwemo asubuhi au jioni. Hii itasaidia kwanza kuweka homoni katika hali ya usawa, lakini pia kupunguza hatari ya kupata uzito kupitiliza, lakini pia kusaidia kuboresha katika mfumo wa uzazi na mfumo wa mwili kwa ujumla. Tunashauri mnaweza mnafanya mazoezi nusu saa kwa siku, mara 2 au mara 3 kwa wiki, au ikiwezekana hata mara 5 kwa wiki. Hii itawasaidia kujenga miili yenu kwa kiwango kikubwa. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji vigumu, yaani vinywaji ambavyo vina kafeini. Hivi vinaweza kusababisha kuvuruga mfumo wa homoni, hivyo kuchelewesha upatikanaji wa mimba au kuchelewesha utungaji wa mimba. Kitu kingine ambacho tunashauri, basi hakikisha muwe na wapenzi wengi. Kwa hiyo kuwa na wapenzi wengi kunaweza kukasababisha upatikanaji wa maambukizi ya bakteria katika mfumo wa uzazi au kusambaza baadhi ya magonjwa fulani. Kwa hiyo tunashauri jitahidi mnakuwa waaminifu ili msipate maambukizi mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Hatua ya tatu na ambayo ni muhimu sana ni kupata matibabu ya magonjwa yanayohusu mfumo wa uzazi. Tunashauri kama una ugonjwa wote ule ambao unahusu mfumo wa uzazi, ikiwemo maambukizi ya bakteria mfano pelvic inflammatory disease PID, maambukizi ya bakteria katika mfumo wa uzazi, lakini pia magonjwa ya uvimbe katika mfumo wa uzazi, matatizo ya mirija kama mnayo, basi magonjwa yote ambayo yanahusu mfumo wa uzazi, ukishagundua hakikisha mnapata matibabu kwa usahihi, matibabu ambayo yameelekezwa na mtaalamu wa afya, si matibabu ambayo yameelekezwa na watu ambao hawana taaluma ya kiafya. Tunashauri pata matibabu sahihi ili uweze kupata ufumbuzi wa tatizo lako mapema. Tunashauri ukiwa na tatizo lolote, yaani ugonjwa wote ule, hakikisha unapata matibabu, hata kama ni UTI,
yaani magonjwa ya mfumo wa mkojo. Hakikisha unapata matibabu mapema yasiweze kuleta athari mbaya hapo baadaye. Hatua ya 4 ambayo ni ya mwisho katika siku ya leo, hakikisha unapata matibabu ya kitaalamu ya njia ya jinsi ya kupata mtoto. Kama imeshindikana, basi kuna njia za kitaalamu ambazo zinaweza zikakusaidia kupata mtoto. Kwanza kuna matibabu ya homoni, kuna dawa za homoni, lakini pia kuna njia ya upasuaji, lakini pia kuna njia za kisasa ambazo zinaweza zikawasaidia kupata mtoto. Njia hizi ziko nyingi, tutaeleza katika mada zinazokuja jinsi gani ambavyo mnaweza mkapata mtoto ikiwa nyie hamna uwezo wa kutunga mimba. Nisihitimishe kusema kwamba ugumba sio mwisho wa maisha. Unaweza kuwa mgumba lakini bado ukiendelea kupata mtoto. Kwa ushauri zaidi kuhusu mambo yanayohusu uzazi na elimu ya afya kwa ujumla, tunajiunga kwenye comment section, lakini tunaweza tukawasiliana kupitia namba 0767443887. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie uzazi wenye baraka tele.